Ndio unaenda. Unaenda wapi? Tushamalizana. Tumemalizana kuhusu nini? Sishakupa mtoto wangu, shamalizana huko na shida gani tena? Na hizi unapeleka wapi? Unapeleka wapi? Hizi mbegu zangu hizo mwenyewe ndakutupa mbele ya safari. Vipi blaza? Tawala mwanangu, vipi hapo? Kama kawa. Hapa blaza, hapa na shida moja. Naulizia ile sehemu unapatikana na madada poa. Na binti wanajiuza wale. Hapa kwanza kuuliza mtaa huu, kuuliza buku. Kama unafasampa, nikuelekeze. Kuuliza buku? Sasa blaza hapa, kiukweli mwenyewe huko mgeni. Umeona? Nimetoka hapa, nimemaliza chuo, nipo kwa ajili ya field. Umeona? Kwa hiyo buku mimi sina, hapa hela nilokuwa nayo ya kuafford huko na kwenda. Sio unasaidiaje hapo? Napenda kukuelewa. Kijana wote useme uko sehemu kweli wewe? Sasa nitakuelekeza. Sema nyingine ukiona sura hii kuelekeza buku bwana. Au swaze blaza. Pia, unaona njia hii? Hii nyosha moja kwa moja. Hii hapa. Utakuta nyumba zimepangana vingi, vyumba vingi. Okay. Ila sheria pale usigonge mlango. Wewe ingia ndani. Ukikuta mlango umefungwa, kuna mwenzako anashughulikiwa. Nenda chumba kingine, ingia. Ndio. Yaani huko mwendo wa humo tu. Kwa hiyo nikiona hivyo vyumba nisigonge hodi yani. Nikiona kifunguki, niende chumba kingine. Nenda chumba kingine. Basi unaitwaje mtaa? Unaitwa mtaa wa Fisi. Mtaa Fisi. Kule kwetu kule kunaitwa Uwanja wa Fisi. Kwa hiyo huku mtaa Fisi, si ndio? Basi hapo nimekuelewa. Shukrani bwana blaza. Mimi tena. Unaenda wapi? Sishamalizana. Tumemalizana kuhusu nini? Sishakupa mtoto wako, shamalizana huko na shida gani tena? Na hizi unapeleka wapi? Unapeleka wapi? Hizi mbegu zangu hizo mwenyewe ndakutupa mbele ya safari. Yaani hizo mbegu mimi kwangu nina kazi nazo kubwa sana, ila sio kwako wewe. Mbegu zangu zina thamani gani kwa? Sitakuwa serious basi. Serious kuhusu nini? Au naomba hizi mbegu. Yaani niko lazima mimi kukurudishia shilingi 3 yako, lakini sio kwa hizi mbegu. Mbegu zangu unapeleka wapi? Siwezi kupeleka sehemu yoyote, lakini mimi nina kazi nazo kubwa sana. Wewe kwako hazina thamani, ila kwangu hizi kuna thamani. Yaani mbegu zangu mimi kwako zina thamani. Ukiwa na laini ya Halotel unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 11,000 tu, ambazo GB hizo zitadumu ndani ya miezi 8. Yes, hayo ni mambo ya Chris Bando. Chris Bando ana namba 4, ila mimi nitakutajia 2 tu, na 2 nitaziandika hapo chini. 0717048048 au 0785736361. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu, na kama unataka kulipia bando lenyewe nitakuwekea hapo chini. Hakikisha jina natoka Christopher Luoga. Ukishamaliza forward muamala wako katika hizo namba nilizokutajia za Chris Bando. Chris Bando, bei kitonga. Blaza samani mamoja? Bila samani. Samani, yani hapa na kipengele kimoja hapa.
Yaani pasi, unaona yote mwenye pasi mtu hapo ashaondoka chuo. Ninapokuambia hapa yaani inabidi niwasili shule. Unajua? Kwani wewe mwana chuo? Mwana chuo? Chuo gani? Pale Santa Maria sijui hiyo. Kumbe tupo wote. Mbona unasoma pale pale? Mimi nasoma pale pale. Maana niliambiwa hostel yote ya wanachuo. Kwaona mimi inabidi nikapaswa mimi nimekuja kwa ajili ya field ujue. Wote ni wanachuo. Sasa hii issue itakuwaje? Nguo hivyo jikunja kunja hivi yani. Sema mbona unyama kwa sababu huku mkoani hawafagilii masuala ya pasi. Hayo dawa tu. Huko hawafagilii. Hiyo kweli. Basi wewe niende tu nisichelewe hapo. Shida mimi na vipindi vya usiku. Basi kwa hapa. Folena njoo. Mbona pita bila kusalimia? Ndio elimu gani unasomea? Si hapa kiongozi. Yaani mimi ndo nimekuja siku ya kwanza leo, nimekuja kwa ajili ya field yani. Nimetoka mkoani nimepangiwa katika hiki chuo ndo nimewasili leo yani. Field? Mwalimu wa field. Nakuonea huruma sana mdogo wangu. Shule hii mje kusomea field. Ila sio kesi. Ulikuwa na shida gani bwana? Hapa shida yangu moja blaza hapa ofisi ya mwalimu mkuu. Maana hapa mimi ndo nimeingia sasa hivi hata sijui ofisi iko wapi na kichuo ndo siku ya kwanza. Ulikuwa na shida naye yeye ama ofisi? Yeye ofisi yote. Mimi shida yangu mwalimu mkuu. Nenda tunajua baadaye nafanyaje. Nisaidie basi ofisi ya mwalimu mkuu iko wapi? Nenda kule. Pale mbele si ndio? Kuna ile ofisi naona jekundu si ndio? Gari jekundu Basi hamna shida. Nazungua kwanza. Alafu ile issue nilokuambia siku hiyo umefeli sana. Mimi naondoka na maji yako ubabe tu. Ondoka nayo. Kwa hayo ubabe tu. Kijana. Vipi? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya field. Kwa ajili ya field? Taarifa zako nimezipata. Twende ofisini. Ofisini ni huko au ni huko? Ni huko. Sawa madam. Hadithi na wadisia. Hadithi ya shule inawasimulia. Nilikutana getini. Dada lembo wa chuo. Bazinga mambo. Poa zima nye. Zima. Nachelewa mnakosa uondo. Kuna jipya gani hapa shuleni? Mapya hapo kibao. Mpaka anamwagika kabisa. Kama yapi? Kuna kijana mwenzenu alipita hapa anajitambulisha hapa yeye ni mwalimu wa Fred. Kwa ni kijana? Kijana tu simple mikamo kama yenu. Afu bado folena kabisa. Ni handsome boy. Na nyie mshaanza tayari. Mkiona folena tukaingia huko shuleni. Mnaanza kutafuta huyo handsome boy. Kwa hiyo sisi tulokaa hapa na nini hapa? Sio handsome boy hao. Amna. Pisha nikila kwanza nyinyi nendeni tu.
Kondo umekasirika. Nyinyi nendeni bwana, hamna faida. Tondoke. Ningejua hata ningewaambia nendeni tu. Mpo sawa? Ya, sasa hapa ujio wangu nimekuja na mwalimu mgeni hapa. Nadhani katoka mkoani Dar es Salaam. Kaja hapa kimafundisho. Yupo kimasomo zaidi. Sasa mimi sina shida ya kumtambulisha zaidi. Nadhani mwenyewe atajitambulisha. Kilicho baki ni ushirikiano kutoka kwenu. Sawa. Karibu mwalimu. Naona kuna mkono kule nyuma kabla sijaendelea. Sawa, ningependa kuuliza swali moja. Huyo mwalimu wetu, mwalimu kijana. Maana kabla kwanza sijapenda kuuliza swali langu, ningependa kwanza na utambulisho wangu kwanza. Mimi ndo handsome boy wa darasa zima ni. Umekucha. Alafu siku moja ukijaribu kunipa adhabu mimi, utakuwa umechokoza ugomvi wa wanawake. Unajua nguvu ya wanawake sasa hivi ilipo. Ndio anaongoza nchi. Watakufanya uwe kama Mchina. Utakuja kusimulia kama Mchina hapa. Kama nashindwa kuelewa. Wanafunzi wamenipiga kisa nimemwadhibu kidogo tu. Utakuja kusimulia. Alafu kingine ningependa kumalizia huu utambulisho wangu. Unaona wanaume wote wa darasa hili lote peke yangu ambao mimi tu sijatailiwa. Inamaanisha ni sijakata gozi. Bwana Mpemba. Sasa huyo usimchukulie ni kijana. Mchukulie ni mwalimu wako. Jaribu kuwa na nidhamu kwake, kwa sababu alichokuepo nacho wewe bado hujakipata. Unaweza ukapata kikubwa kuliko ulichokipata kwetu sisi. Tunaomba ushirikiano wenu. Sawa class? Yes. Karibu mwalimu. Asante Sanjoka. Class? Yes. Kwa utambulisho naitwa Chapa Shomari. Kwa hapa kipindi hichi kifupi tulichokuwa pamoja nitatumia kama saa chapa. Nitabezi sana katika topic ya TANSIS na nimetokea katika chuo cha NIT kipo Dar es Salaam. Ni chuo kikuu cha usafirishaji, so takuwepo wote katika kipindi hichi ambacho nipo kwa masomo ya field. Kikubwa naomba tu ushirikiano wenu. Mimi ni kijana mwenzenu. So nadhani tutaenda vizuri short. Alafu kama ncheko kuona hivi kule, hebu nikumbuke kwa nilikuona. Kumbe sawa, si mwema kabisa. Uwema huo sijui umeutolea wapi. Wewe tulikutana kule na nahisi utafanya madada zetu humu ndani watalia kama bata yani. Wewe saa si mwema kabisa. Mpemba njoo hapa, njoo. Get out. Get out. By the way, class, hata sisi katika maisha yetu tuliosoma vijana kama hawa tulikupo nao, so haitakuwa changamoto sana, ila end of the day kwamba ni maisha yake mwenyewe, so mimi hawezi kuniharibia chochote. Nilipofika mimi yeye ndio kwanza anapatafuta, so kikubwa tu ushirikiano wenu, na kama nilivyosema tutabezi sana katika topic ya TANSIS. Nikishirikiana hapa na Sanjoka pamoja, mradi tufike mafanikio. Thank you. Nadhani nilichokisema mmekisikia. Mnavyoniheshimu mimi, kwa sababu wengine wanajifanya wananiogopa. Mimi sitaki mwanafunzi aniogope, mniheshimu. Mnavyoniheshimu ndio jambo litaenda sawa. Na huyu hapa mkimheshimu, alichonacho utakipata. Wewe ulipo unasoma, mwanzo kashamaliza. Hapa kaja kuna nia anatafuta kazi.
huku na huku, inawezekana anaajiriwa, tupo naye hapa. Kwa hiyo mtuonyesha ushirikiano, ndio hivyo. Achaneni na Mpemba. Mpemba kidogo ana matatizo yake ya. Kwa hiyo sasa, mkiwa kama Mpemba, huyu atatukimbia. Haya ni matunda. Mama Samia sasa hivi yupo kwenye ajira. Tuombe Mungu atuletee vijana kama hawa. Alichonacho yule mkikichukua ni hasara. Mfuateni huyu mwalimu kijana huyu, lakini alichonacho bado, hata mimi bado sijakipata. By the way, cha kuongezea kwa vijana wenzangu kwamba leo unaweza ukanidharau mimi, nimekuja kwa ajili ya field. Huwezi jua miaka miwili mbele nipo wapi, ambapo wewe utakuja kwa ajili ya field. Maybe kwamba Sanjoka hapa ningekutana naye kwenye maisha mliokuwa nayo nyinyi, ningemletea dharau. Leo nadhani asingenikarimu na kunitambulisha kwenu kwa upendo kama huu. So kila mtu aplay part yake, like nyinyi wanafunzi na mimi nitakuwa kama mwalimu kwa kipindi hichi kifupi. Hivyo tu. Taenda sawa. Nadhani mgeni wetu ndio huyu, tumpokee kwa amani. Sisi tupo pamoja. Haya mwalimu, ndio. Taonana jamani class. Shoga yangu, vipi kuhusu mtihani wa UE? Kama unavyoona mgumu hatari kama nini? Yaani mimi nakwambia sio kama nitafaulu. Hata sijasoma. Utafaulu, muombe Mungu. Ndio hivyo tunapambana hapa, nasoma soma. Yaani kama mimi nikifeli babangu sijui hata nitamueleza nini. Mimi ndio hata sitaki kuongea. Maana sijasoma chochote hapo unavyoniona. Mimi kakaangu ananifundisha kidogo nyumbani. Kwa hiyo nakuwa naelewa kidogo. Ngoja tu nijitahidi kusoma maana. Kwani wewe chuo kikifunga unaendaga wapi? Nakaga tu nyumbani. Ndio kosa lako hilo. Mimi mzee kakaangu nikirudi nyumbani ananifundisha, na kama hivi nikikaa hapa chuoni nikishafunga tu naenda zangu nyumbani, kakaangu yuko ananifundisha. Kwa nini na wewe usimtafute mtu awe anakufundisha hata kama rafiki? Nitamtafuta tu mwenzangu, maana naona dalili za kufeli. Hata sielewi. Angalia tu mtafute mtu ili awe anakuelekeza hata masomo mawili matatu. Maana kama unavyojua wazazi wetu sasa hivi ukifeli ni mtihani, changamoto kubwa sana. Haya sawa besti yangu, nimekuelewa. Subiri basi, ngoja kwanza niende kantini alafu nitarejea. Haya poa. Shikamoo. Shikamoo. Sawa. Marahaba. Karibu. Mbona unaniangalia hivi? Amina, vipi kuhusu ile swala letu la mimi na wewe kuwa kwenye mapenzi? Alafu usichokijua, ukinipa tu mimi nakuacha, sitakusumbua tena. Sawa, unajua na kuheshimu sana na sikutegemea kwamba wewe utaongea maneno hayo. Yaani wewe sio kuniambia mimi maneno hayo. Alafu mbona unataka mimi niishi bila amani hapa chuo? Mimi sijafuata mapenzi, nimefuata kusoma. Na unajua nikifikisha haya maneno kwa walimu itakuletea wewe shida. Yaani wewe unanitisha mimi kuhusu kufukuzishwa hapa? Usichokijua, hata mkuu wa hiki chuo hana la kuongea mbele yangu. Hata kama hana kauli, wewe sio wa kuongea maneno hayo. Na mbona unanifanya niishi bila amani hapa chuo? Kwa nini? Wote walikuwa wanikataa kama wewe walifukuzishwa chuo. Kwa hiyo na wewe angalia, utafukuzwa wewe baada ya mimi kufukuzwa. Sawa, lakini mimi sijafuata mapenzi, nimefuata kusoma. Aha, unajitia jeuri eh? Nancy, acha
kulia rafiki yangu. Lakini yule mwanaume nampenda sana, lakini ananiona mpaka katika mapenzi yangu. Sielewi hata nifanye nini. Najiuza kwa kila siku ili nipate namlisha, namvisha na kila kitu namnunulia, lakini ananiona hapa. Sielewi. Najua, lakini pole, usilie. Mimi siwezi kuvumilia. Usilie bwana rafiki yangu. Class. Katika chuo cha Oxford kulikuwa na msomi mmoja alisikika akisema kwamba pindi shoka lilipoenda msituni kwa ajili ya kukata kuni, miti yote ililia na kuhuzunika kwa kusema mpini ulikuwa ni wetu. Na jogoo aliyekuwa akiwaamsha wenyeji ifikapo asubuhi alichinjwa pale ambapo wageni walipowasili. Na samaki aliamini kuwa ana urafiki na maji pindi ambapo maji haya yalitumika katika mapishi yake. Ikitokea kipofu kapata nusu la kuona leo hii, kitu cha kwanza kukitupa ni fimbo yake. Nini namaanisha? Mwandishi alimaanisha kuwa usaliti una sura hii. Mwandishi alikuwa anamaanisha kuuliza watu au wapenda nao hapo. Nashindwa kuelewa hilo. Eti analia. Jana. Naam, Sanduka. Mimi bwana, la kwanza nimekukubali kuamua kutoka mjini kuja huku vijijini kwa ajili ya kutafuta ajira. Ni jambo zuri uliloamua. Na sasa kwa sasa hivi maamuzi ya Mama Samia ni kwa ajili vijana. Sasa kilichobaki mwanangu kupambana. Ajira zipo nje. Usije mtu akaja akakubadilisha mawazo ukaanza kutamani mjini. Pambana hapa. Unajua Sanjoka, hata mama aliniambia kwamba unapoenda wakarimu sana wenyeji wako. Na hata Mwanga naona hilo swala. Maana natoka nilipofika umenipokea vizuri, umenitambulisha darasani. Japokuwa wanafunzi ndio lika letu hili lakini wamekufaje? Kwa juhudi zako wamenielewa, wamenipokea. Sanjoka naye atoki. Mimi nimekukubali. Maana umekuja juzi tu. Lakini nimekupenda kwa sababu wamekuja vijana wengi hapa. Lakini hapa wamewashinda. Sasa wewe maamuzi yako ulioamua kutoka mjini kuja huku kijijini kwa ajili ya kutafuta ajira ni jambo zuri ulioamua. Ndio maana nilifikiria nikaona nikibaki Dar kisa ni mjini na ajira zenyewe ni za kuungaunga, kaona nitafeli. Kwa hiyo nikamfanya uamuzi wa kuja huku mkoani, na naamini kwa zake Mungu nitafanya field na nikimaliza na ajira nitapata. Na mimi ndio Sanjoka kwa sababu sisi ndio watu wakubwa. Tutajaribu kuongea na wakubwa. Mimi nitakupambania mpaka utapata ajira na tutakuwa wote hapa. Hilo nashukuru sana juu yako. Saizi salama. Kiongozi kwa mtaji getini kuna tatizo moja hivi tukalisolve mara moja. Sawa. Basi kijana. Sanjoka. Ya kidogo tutatue ile tatizo. Basi hamna shida. Yaani tutaendelea kujadili. Sawa. Mimi nipo hapa. Hamna shida. Watu wengine kuharibiana tu jamani. Salsa, kuna swali naomba unisaidie kwenye topic ya fate. Maana naona kidogo wewe ubongo wako umechangamka, utanielewesha vizuri na nitaelewa. Fate. Cha kwanza tujue nini maana fate. Kwa Kiswahili fate ni mzigo. So hapa nahitaji ujue na aina ya mizigo. Na kwa Tanzania tuna njia 4 hadi 5 za kusafirisha mizigo. Tuna njia ya anga, njia ya maji
njia ya reli. So na Feti katika kozi yenu nyinyi ya clearing and forward ndio imebeba maana ya clearing and forward, mambo usafirishaji. Umeona? Amina kajichanganya sana. Aise, nitamuonyesha kuniharibia tu. Sesi, kuna tetesi kwamba unatoka na Sara wa field yule. Hapa chuo mbona watu ni waongo sana? Mimi hata sitoki naye. Lisemwelo lipo na laja. Sawa. Hello. Hey. Oh, later. Okay. Eti lisemwalo lipo kama alipo laja. Alisubiri tena kwa hamu. Lije tu. Katika ile kombe la dunia kumechangamka sana. Kila kitu kimoja tu wanachonishinda. Yaani kama vile wanavyomkataa Ronaldo, wachezaji wenzake wanazingua. Maana unajua Ronaldo kafanya makubwa sana kwenye soka. Sana. Kati Ronaldo kwa muda mrefu amenyanyua nchi yake. Yaani wamenikwaza sana. Kweli nimeona sana hicho kitu mechi zilizopita hapo. Shida yao sio wamchukulia kwamba umri umeenda. Lakini yule bado ni goti tu siku zote. Kweli yani wamemfanyisha kitu sijakiona kabisa, wampi kabisa ushirikiano, lakini amepambana kafunga goli. Alafu Ureno wanajisaulisha kuwa Ronaldo ndo aliyeipa jina Ureno katika maisha ya football. Na sema anajipambania mwenyewe. Simuona akatupia magoli juzi. Kweli, lakini mtu kama Bruno Fernandes wa kumnyima kweli asisi Ronaldo ashinde. Mwambieni nimekoma anisamehe, sina raha tamani sina, nakonda sina taoma, nimekuwa kinoma chanzo ni yeye. Mbona yule binti namfahamu yule? Ni mwanafunzi hapa chuo kweli hapo? Ndio. Anasoma hapa. Ila anauza sana. Yule anajuza yule. Anauza sana 3,000 hizi. Na kisha kuuzia zile mbegu zako, anaondoka nazo. Anaenda kuuza mbegu zako, si ndio? Ndio. Kwa hiyo wale wanafanya biashara za kuuza mbegu. Ndio sawa, umesema? Roho gani? Kachani. Kwa hiyo unamaanisha kwamba wanamuzia nani hizo mbegu? Hamna, sijaongea kitu kama hicho kabisa. Kuna kama wasiwasi. Kwa wale mabinti hizo mbegu wanapeleka wapi? Sijaongea kitu kama hicho. Sijaongea kitu chochote.